Mtakumbuka katika mikutano mbalimbali niliyoifanya wakati wa kampeni, niliahidi serikali itachukua hatua za kuimarisha sekta ya makazi katika kila wilaya. Nina furaha kwamba muda mfupi baada ya uchaguzi tumekuja hapa kushuhudia utekelezaji wa dhamira na ahadi hiyo kwa wananchi wa Zanzibar kwa vitendo. Napenda kutumia fursa hii kukuhakikishieni kuwa serikali itaendelea kuwekeza kikamilifu ili kuona kila mwananchi wa Zanzibar anakuwa na makazi yaliyo bora. Serikali inaamini kwamba makazi bora ni haki ya kila mwananchi na sio kwa tabaka fulani la watu. Hivyo serikali itaendelea kuchukua hatua ili kufikia malengo hayo ya kuwapatia wananchi makazi bora kwa gharama nafuu. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwa kuzingatia azma ya serikali ya kuimarisha sekta ya makazi, napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine kuwakumbusha na kuwahimiza wasimamizi wa miradi ya serikali kuhakikisha wakandarasi wote wa miradi mbalimbali wanazingatia ubora, viwango na kukamilisha miradi kwa wakati kwa mujibu wa makubaliano yaliyomo kwenye mikataba ya ujenzi. Sitopenda hata kidogo muda upite miezi 6 tukienda pale tukute mtu bado yuko kwenye foundation, halafu tunaendelea kuoneana muhali. Hilo lisiwepo. Mtu kaambiwa atatukabidhi katika miezi 18, mradi ukabidhiwe ndani ya miezi 18. Mtu ambaye baada ya miezi 3 unakwenda pale wakati ushamlipa, yeye hajafikia hatua ile, tuondokane naye mapema, kwa sababu hao wapo na wataendelea kuwepo. Na kwa bahati mbaya sana, na hili nataka niseme, kwa bahati mbaya sana, kuna wakandarasi katika nchi hii wanaharibu miradi yetu na bado wanaendelea kupewa mengine. Hili tusiende nalo. Sasa iwe mwisho. Mkandarasi yoyote aliyeharibu kazi moja tu ya serikali tusimuone tena popote. Na majina nayo, mkipenda nitakutajieni, na nimeshawapa maagizo ZBA. Nikimkuta mkandarasi aliyeharibu sehemu moja amepewa kazi nyingine, basi wao watajibu, kwa sababu wao ndio wenye jukumu la kuhakikisha haya hayatokei.